Makofi mengine mazuri kwa Yesu popote pale ulipo. Amen. Na moja kwa moja tutaingia katika somo letu fupi ambalo lina kichwa kinachosema ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Yesu Kristo atusaidie sana. Amina sana. Katika maandiko matakatifu kuna ubatizo wa aina nyingi. Amen. Kuna ubatizo wa maji, sawa, ambao ni kwa ajili ya toba. Amen. Lakini kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, amina, na wa moto. Amina. Ubatizo huu wa Roho Mtakatifu na wa moto, amen, ni Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Ndiye anayekubatiza mwenyewe. Amina. Na leo umebahatika kuingia katika orodha ya watu watakaobatizwa na Yesu Kristo mwenyewe. Asante. Ungempigia makofi ambao ni makubwa, ukimuonesha kabisa ushirikiano wa kutosha katika ibada yetu ya leo. Sema amina ya radi. Amina. Leo ni Pentekoste ya kikuhani. Haleluya. Haleluya. Amina. Zimepita Pentekoste nyingi. Amen. Lakini leo ni siku maalumu ya madhabahu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Pentekoste ya kikuhani. Amina. Pentekoste, sawa, siku 50. Amen. Manake ni siku 50. Amen. Siku 40 baada ya kufufuka kwake Kristo. Na siku 10 baada ya kupaa kwake Kristo. Hapo ndipo mitume walipojazwa Roho Mtakatifu na kanisa lote likaanza kusema kwa lugha mpya. Amen. Kadiri ambavyo Roho alivyowajalia kutamka. Amina. Kitabu kile cha Marko sura ya 1 na mstari wa 8 naomba tusome, na Matendo ya Mitume 11:16. Kitabu cha Marko sura ya 1 na mstari wa 8, nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Mimi niliwabatiza kwa maji. Mimi niliwabatiza kwa maji. Bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Bali Yesu mwenyewe atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Amina. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 11:16 ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Nikalikumbuka neno lile Bwana. Jinsi alivyosema. Ndio. Yohana alibatiza kwa maji kweli. Yohana alibatiza kwa maji kweli. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Amina. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, sawa, ni kuzaliwa kwa Roho. Amina. Ama kuzaliwa mara ya pili. Amen. Yohana 3 na mstari ule wa 5 mpaka wa 8 naomba tusome. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari ule wa 5 mpaka wa 8, ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Yesu akajibu, amini amini nakuambia. Amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, kama mtu hatazaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu huyo hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mstari wa 6. Mlango wa kuingia ufalme wa Mungu, sawa, aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Ni ubatizo wa Roho. Amina. Na watu wengi wamebatizwa na roho za kichawi. Wengi wamebatizwa na roho za kiganga. Ukimwakagua miili yao wana chale za kila aina. Kabisa kabisa. Ukiangalia majina yao wana majina ya kimizimu. Amen. Manake ni watu wana ubatizo wa kimizimu. Amen. Wana ubatizo wa roho za kiganga. Sawa. Na wamezaliwa kwa roho za kichawi. Ndio maana amina inakuwa ni kidogo. Amen. Kwa sababu roho za kishetani zinakuwa zimekuzunguka na kukugandamiza. Ndio. Na zinakulazimisha hapa sio kwako.
unajisikia vibaya. Wewe Ukiwa kuna muziki unasikia midundo ile, hapo hata maneno hauyasikii, lakini midundo inakusukuma kucheza hapo. Lakini napofika mahali sasa kusikia neno la Mungu, neno ambaye ndiye Roho mwenyewe, neno, unaanza kupata usingizi, unapata uzito hapo unaanza kupata dharura za ajabu. Mara unasikia tu kwamba unapata haja ndogo ama haja kubwa. Ukifika chooni wala hakuna haja. Ili mradi tu wakuondoe kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu kabisa, kwa sababu tayari umebatizwa na roho za waganga wa kienyeji. Amina. Leo zitakuachia, zitake zisitake, zipende zisipende, sote zitatoroka na kukuachia, zimpe Roho Mtakatifu nafasi ya kuhamia kwenye maisha yako. Amina. Amina ndogo haiwezi kukusaidia, ungelipuka ukasema amina ya kutosha. Amina. Hebu tuendelee. Mstari wa 6. Ndio. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ambacho kimezaliwa kwa roho ni roho. Mstari wa 7. Ndio. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia. Hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwamba hakuna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako. Upepo unavuma upendako. Na sauti yake waisikia. Nayo sauti yake unaisikia. Lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Hautajua mahali unakotokea wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Ambaye aliyezaliwa kwa roho. Amina. Kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Oh yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Kilichozaliwa kwa mwili kinategemea miezi 9 katika tumbo la mama. Amen. Ni nyama na damu. Oh yes. Sema amina ya radi. Amina. Na Yesu Kristo anatutangazia wito sawa wa kuzaliwa mara ya pili. Amina. Na huku kuzaliwa kwa mara ya pili, oh yes, ameweka mambo mawili kwa njia ya ubatizo. Oh yes. Kwamba usipobatizwa kwa maji sawa na kwa roho, amen, hauwezi kuingia ufalme wa Mungu. Amina. Embu kanyaga chini na useme hawawezi kufanikiwa. Hawawezi kufanikiwa. Usipozaliwa kwa maji. Oh yes. Manake maji ni njia ya ubatizo. Na kwa roho ndio hauwezi kuingia ufalme wa Mungu. Kabisa kabisa. Kwa nini? Kabisa. Kwa sababu mwili wa nyama na damu sawa uliingia kwa njia ya damu kwenye tumbo la mama. Oh yes. Na hapo ndipo ulipozaliwa kwa nyama na damu. Amina. Sasa ili uweze kuirudia asili yako, yes, lazima uzaliwe mara ya pili. Ndio. Na kuzaliwa tumepewa masharti mawili. Yes. Moja ni kwa maji kwa njia ya ubatizo, na ya pili ni kwa roho. Amina. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni roho iliyovaa mwili. Oh yes. Bila kuzaliwa kwa roho sawa, manake unakuwa dhaifu. Na hauwezi kutimiza kusudi la Mungu duniani. Yes. Mapenzi ya Mungu duniani. Amen. Ama kutimiza hatima yako ndio duniani. Yes. Bila kupewa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kabisa kabisa kabisa. Hakuna namna unaweza kutengwa na roho. Ndio. Kwa sababu we mwenyewe ni roho iliyovaa mwili. Kumbe mwanadamu ana miili miwili. Yes. Ana mwili wa nyama na damu. Sawa. Na ana mwili wa roho. Amina. Zote ni miili. Zote. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 na mstari wa 44. Naomba tusome. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 44, nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Hupandwa mwili wa asili. Hupandwa mwili wa asili. Hufufuliwa mwili wa roho. Hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, kama kuna mwili wa asili, na wa roho pia uko. Na pia mwili wa roho
upo. Yes. Utajuaje kwamba nina roho, nina mwili wa asili na mwili wa roho? Amen. Mwili wa roho sawa ni ule mwili ambao unapopatwa na usingizi. Amina. Aidha ukalala ama ukasinzia tu kwenye kiti. Yes. Ukajiona tena wewe mwenyewe. Yes. Ukiwa unafanya tukio fulani. Oh. Umeuacha mwili huu wa nyama. Amen. Umegandamizwa na usingizi. Amina. Alafu umenyanyuka na mwili wa roho. Amina. Hebu sema mwili wa roho. Mwili wa roho. Piga sauti, sema mwili wa roho. Mwili wa roho. Mwili wa asili unashikika. Yes. Unakamatika. Amina. Lakini mwili wa roho sawa haushikiki. Oh. Ni mwili kabisa. Yes. Na ndio maana unaweza ukalala hapa ukaota uko Moshi. Ndio. Unaweza ukalala hapa. Yes. Ukaota uko Marekani. Oh. Unaweza ukalala hapa. Ndio. Ukaota uko Mbeya. Yes. Kinachokwenda Mbeya ni nini? Yes. Ni huu mwili wa asili ama ni mwili wa roho? Kinachokwenda Mbeya Yes. ni mwili wa roho. Mwili huu wa asili hauwezi kusafiri bila gari. Amina. Ama kutembea kwa miguu. Amen. Lakini mwili wa roho unaweza ukatoweka muda wowote. Yes. Na ukasafiri safari ya kiroho. Amina. Sema amen ya radi. Amen. Na Mungu Yesu anatupa nafasi ya kuzaliwa mara ya pili. Sawa. Kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Ili tuweze kujitambua kama raia wa nchi mbili. Ndio. Uraia wa Tanzania ni wa nyama na damu. Amen. Ndio unaotambulika. Yes. Uraia wa mbinguni ni wa roho. Amina. Huwezi kuwa na uraia wa mbinguni. Yes. Kama haujapewa mwili wa kiroho. Amina. Ambao umebatizwa. Yes. Kupitia Roho Mtakatifu. Amina. Nanyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Ndio. Ubatizo huu wa roho, mwandishi ana pointi kwamba ni ubatizo wa roho. Yes. Lakini Roho Mtakatifu. Amina. Manake kuna ubatizo wa roho. Sawa. Lakini roho mbaya. Oh. Ubatizo wa roho. Sawa. Lakini roho ya kichawi. Kumbe. Ubatizo wa roho. Sawa. Lakini roho za kimizimu. Amina. Ubatizo wa roho. Lakini roho ya mpinga Kristo. Ubatizo wa roho. Yes. Lakini roho ya uasi. Ubatizo wa roho. Yes. Lakini roho ya uganga. Kumbe. Unasumbuliwa na mikoba ya uganga wa kienyeji. Oh yes. Ukishaenda kubatizwa ule ubatizo. Sawa. Ndio unakubali kubeba ule mkoba na kuanza kuhudumia watu kiganga. Manake umebatizwa kwa roho ya uganga. Huyu roho ambaye anayetubatiza leo. Sawa. Ni Roho Mtakatifu. Sio roho wa mikoba ya uchawi wala ya uganga. Sio. Ni Roho Mtakatifu ashukaye kutoka mbinguni. Aje. Na ubatizo huu. Yes. Anatubatiza Yesu Kristo peke yake. Amina. Yeye ndiye mwenye batizo mbili. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sawa. Na ubatizo wa moto. Amina. Hebu sema moto. Moto. Na leo watateketea wote waliokubatiza. Oho. Ubatizo wa kichawi. Ruka juu, sema wateketee. Wateketee. Na wasiinuke tena. Lazima wawake. Lazima wawake, wabaki hivyo hivyo. wawake. Lazima wawake. Amen. Tunataka ile roho yako ya asili. Wewe. Ule mwili. Aya. Ili upewe macho ya rohoni. Ama upewe masikio ya rohoni. Ndio. Lazima ubatizwe. Yes. Na ule ubatizo ni kuzaliwa. Ndio. Na Roho Mtakatifu. Manake ghafla unaanza kujitambua. Ghafla. Kwamba wewe. Yes. Umefunikwa na Roho Mtakatifu. Amina. Na liko jambo la Mungu unapaswa kulifanya. Amen. Awaniitikie.
Manake ni kuna jambo la Mungu Yes. unatakiwa kulifanya. Amina. Lakini unaingizwa kwenye ufalme wa Mungu mwenyewe. Amina. Sio ufalme wa dunia hii. Sio ufalme wa mashetani. Sio ufalme wa mnyama. Sio ufalme wa joka. Ni ufalme wa Mungu mwenyewe aliyezifanya mbingu na nchi. Wangapi wako tayari kuingia ndani ya ufalme? Tupo tayari. Ufalme huo hatuingii kwa kupigiwa kura. Hapana. Tunaingia kwa kuteuliwa na Mungu. Kwa kupitia kuzaliwa mara ya pili. Yes. Kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu. Amina. Uko tayari kuingia? Nipo tayari. Huwezi kuingia kwenye huo utawala wa kimungu. Ndio. Mungu ili atimize kusudi lake, sawa, ili atimize mapenzi yake, ameweka mfumo wa kifalme. Amina. Unaitwa ufalme wa Mungu. Maana yake utawala wa Mungu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, yes, jina lako litukuzwe. Amen. Ufalme wako uje ili mapenzi yako, yes, yapate kutimizwa hapa duniani. Amina. Kama wapi? Uko mbinguni. Amina. Tafsiri yake kama ulivyonikusudia, sawa, kabla sijaja hapa, ndivyo ninavyotakiwa kuishi. Amina. Yes. Manake mipango ulionipangia, amen, nisiishi nje ya mipango hiyo. Ndio. Yes. Kusudi ulilonikusudia, yes, nisiishi nje ya kusudi lako. Ndio. Mapenzi yako yatimizwe. Amina. Hapa duniani. yes, kama ulivyoandika kule mbinguni. Amina. Au kama ulivyokusudia kule mbinguni. Haleluya. Au kama ulivyonipangia nilipokuwa natoka mbinguni. Amina. Huwezi kuingia katika huo ufalme usipozaliwa katika Roho. Asante mwalimu. Na Roho Mtakatifu. Amina. Huo ufalme, kutembea kama mfalme, wewe, kuishi kama mfalme, aya, kuketishwa na wakuu. Sema amen ya radi na Yesu akubarikie. Amina. Kwa nini sasa makofi yanakuwa ni ya wasiwasi? Unataka ufalme au hutaki? Tunautaka. Nasema utauingia au utatoka? Tutauingia. Leo utaingia. Amen. Nimetumwa nikuingize kwenye ufalme leo ambao utafanya maisha yako ya washangaze watu hapa duniani. Tangazo. Kila aliyepewa madaraka, sawa, ama aliyopewa mamlaka, amepewa na Mungu. Yes. Ndivyo maandiko yanavyosema. Amina. Mheshimu wenye mamlaka, kwa sababu mamlaka zote zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Amina. Manake sisi viongozi wa kiroho, sawa, tumepewa mamlaka na Mungu, yes, ya kuhudumia watu kiroho. Amina. Na lazima tujazwe Roho Mtakatifu, yes, ili tuweze kumudu kazi ya kuhudumia watu kiroho. Amina. Na wale nani? Watumishi wa Mungu. Sawa. Lakini wa viongozi wa kitaifa, yes, wa utawala, amen, manake hawa ni watumishi wa Mungu kwa mema. Amina. Nao ni watumishi, yes, na mamlaka waliopewa ya kutawala katika ufalme wa dunia, sawa, ni ili kutuletea maendeleo. Amina. Kusuka mifumo ambayo itatufanya kufatana na wito tuliopewa, yes, tuweze kufanikiwa. Amina. Ndani ya mifumo hiyo. Amen. Hapo sasa wachai wanakubana, amina inakuwa ni ya wasiwasi. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Petro wa kwanza ile sura ya 2 na mstari wa 5, naomba tusome. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 5, ninasoma kwa jina la Yesu. Soma. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Ni kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya Roho Mtakatifu. Mmejengwa ili muwe nyumba ya Roho Mtakatifu. Ukuhani mtakatifu. Ukuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za Roho. Ili muweze kutoa dhabihu za Roho. Zinazokubaliwa na Mungu. Ambazo zinakubaliwa na Mungu. Kwa njia ya Yesu
Kristo. Kwa njia ya nani? Ya Yesu Kristo. Amina. Huu mwili wa asili, Yes. maandiko anasema ninyi nanyi kama mawe Sawa. yaliyo hai. Amen. Mmejengwa ili muwe nyumba ya roho. Amina. Maanake ule mwili wa roho, Sawa. hii nyumba ya asili ni nyumba yake ya roho. Kwa Mungu ametumba kwa namna ambavyo roho wake Sawa. anatakiwa aishi ndani yetu. Amina. Na usipokuwa na roho wa Mungu ndani yako, Sawa. manake wewe sio mwana wa Mungu. Sio. Mtu asiye na roho wa Mungu, huyo sio mtoto wa Mungu. Kabisa, kabisa, kabisa. Sema amina ya radi. Amina. Anaweza akawa uzao wa nyoka. Amen. Anaweza akawa mtoto wa ibilisi. Ndio. Anaweza akawa Yes. malaika wa kuzimu. Kabisa, kabisa. Piga kifua, sema sio mimi. Sema mimi ni nyumba ya roho. Mimi ni nyumba ya roho. Lakini Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu. Mambo matakatifu na ya kuandame kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Amen. Unahitaji mtu wa kukuweka wakfu. Ndio. Na mtu huyo ni kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Oho. Ambaye leo ni siku ya 3 toka tulipoingia katika maombi yetu ya kufunga ya siku 3. Amina. Ni kwa ajili ya kukufanyia maandalizi uwe nyumba ya roho. Ndio. Ili upate kutoa dhabihu za roho. Oh yes. Kwa njia ya nani? Ya Kristo Yesu. Amina. Wangapi wako tayari kumtolea Mungu dhabihu za roho? Tupo tayari. Hautatoa tena dhabihu kwa mashetani. Yes. Hautatoa tena dhabihu kwa mizimu. Imetosha. Hautatoa tena dhabihu kwa wachawi. Amen. Utatoa dhabihu kwa Yesu Kristo. Yes. Kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Amina. Amina ndogo haiwezi kukusaidia, ungelipuka zaidi. Amen. Kwa hiyo leo tumekuwa na kazi ya kutakaswa na Roho. Kabla Roho mwenyewe hajaingia, Yes. atakuwa na kazi ya kukutakasa. Asante Bwana Yesu. Thesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 13. Thesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wake wa 13. Ndio. Ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote. Imetupasa kumshukuru Mungu siku zote. Kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Ndugu mliopendwa na Bwana. Ndugu ambao mmependwa sana na Bwana. Kwa kuwa Mungu amewachagua. Kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu amewachagua. Tangu mwanzo. Tokea mwanzoni. Mpate wokovu. Ili mpate wokovu. Katika kutakaswa na Roho. Katika kutakaswa na Roho. Na kuiamini kweli. Na kuiamini nini? Kweli. Yes. Manake mlitengwa na Mungu. Yes. Tokea zamani. Amen. Lakini wachawi, waganga na washirikina ndio waliowapitisha kwenye moto. Ndio waliowaingiza kwenye maagano na mikataba. Yes. Lakini zamu hii ya kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ndio zamu ya kutakaswa na Roho. Yes. Ili kwamba muwe nyumba ya Roho. Kuanzia sasa. Amina. Mwili wa asili popote unapotembea ujue hii ni nyumba ya Roho. Amina. Kuna mwili ambao ni wa kiroho. Amina. Ambao huu ndio uliotoka kwa Mungu mwenyewe. Amen. Ndio ambao unakaa kwenye huu mwili. Amina. Sasa usikubali roho nyingine tena zikae ndani yako. Oh yes. Zaidi ya Roho Mtakatifu. Amina. Na leo ninaamuru akutakase kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ili uwe nyumba ya Roho. Ndio. Sema amen ya radi na ubarikiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu ni cheo cha 3 cha Mungu. Amina. Cheo cha kwanza cha Mungu ni cheo cha Baba. Cheo cha uumbaji. Oh yes. Sema amen ya radi. Amina. Cheo cha pili cha Mwenyezi Mungu ni cheo cha Kristo. Ambacho ni cheo cha ukombozi. Amina. Cheo cha 3 ni cheo cha Roho Mtakatifu. Amen. Ambacho ni cheo cha ufufuo. Amina. Roho Mtakatifu kazi mojawapo alionayo ni kuzifufua roho zetu zilizokuwa katika hali ya kufa. Amina. Maandiko yanasema roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Oh yes. Isaya
57 na mstari wa 15 naomba tusome. Kitabu cha Isaya sura ya 57 mstari wa 15 unasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, ambaye aliyetukuka, akaaye milele, anayeishi milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, anasema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, na ni mahali patakatifu. Tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu, mimi huwa nakaa naye na kunyenyekea. Mtu ambaye aliyetubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu. Hebu sema ili kuzifufua roho. Ili kuzifufua roho. Piga sauti usema ili kuzifufua roho. Ili kuzifufua roho za watu wanyenyekevu. Wangapi walio wanyenyekevu mbele za Yesu roho zao zifufuliwe leo? Tupo tayari leo. Roho yako inapokuwa imekufa katika hali ya dhambi, sawa, macho ya kiroho yanakufa. Masikio ya kiroho yanakufa. Ufahamu wa kiroho unapotea. Ndio. Maarifa ndio ya kiroho inapotea. Yes. Na nguvu za roho ni zinapotea. Kabisa. Sema amen ili uweze kubarikiwa. Amina. Ongeza amina nyingine ubarikiwe zaidi. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema yeye anaketi mahali pa juu, yes, ambapo palipoinuka sana. Sawa. Na ni mahali patakatifu. Amen. Na anawakaribia watu, sawa, walio na mioyo ya unyenyekevu. Ili nini? Ili kuzifufua roho zao. Amen. Watu walio wanyenyekevu. Yes. Kwa maana hiyo cheo cha Mungu, sawa, ni cheo cha roho. Amina. Ni cheo cha ufufuo. Kwa sababu Mungu ni roho. Ndio. Nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Wangapi wanataka kufufuliwa na Roho Mtakatifu leo? Tupo tayari. Kazi mojawapo ambayo Yesu anaifanya leo ni kuzifufua roho zetu zote. Tikise jirani kama amelala, muamshe, mwambie utafufuliwa leo. Fanyie fujo, mwambie utafufuliwa leo. Uko tayari Yesu akufufue? Nipo tayari. Utafufuka leo na utawashangaza wengi. Amen. Wale wachawi waliokuwa wakikuonea, ni zamu yako leo kuanza kuwaonea. Amen. Ukibatizwa umebadilishwa, utabakia tena kama ulivyokuwa. Wewe utakuwa na kiburi cha kuwanyanyasa wachawi, waganga na washirikina. Amen. Waganga na wachawi, yes, hawafanyi kazi zao za uchawi kwa nyama na damu. Wanazifanya wakiwa na mwili wa kiroho. Ndio maana ogopa sana mtu anayesinzia ibadani. Ogopa. Ukiona mtu ameanza kusinzia, ujue sasa, sawa, ameugandamiza mwili wa kwanza, anainua ule mwili wa kichawi ili aanze kufanya nao kazi. Kwa hiyo ukiona anasinzia tu, menye, finya, piga makwenzi na kila kitu. Alafu akikufanyia fujo, mwambie kuhani ndio kaniagiza. Hapo hatuwezi sema amina. Amina. Hatuwezi kulogwa. Piga sauti, sema nakataa. Uko tayari kulogwa ama haulogeki? Shetani ameshindwa. Kanyaga chini, sema hawezi kuinuka. Usikubali kulogwa. Yes. Na mtu ambaye anayelogwa ni marehemu. Kabisa. Wewe ukiwa tayari umeshafufuka kiroho, hakuna mtu anakuloga. Hakuna. Kwa sababu nguvu zako ziko juu kuliko nguvu zao. Ndio. Roho yako ukishabatizwa na Roho Mtakatifu, uwezo wako uko juu kuliko uwezo wa waganga, wachawi na washirikina. Hata ukikutana na mashetani huwezi kuogopa. Yes. Kwa sababu hujapokea roho ya uoga, umepokea roho ya ujasiri. Kumpinga shetani naye atakukimbia. Wangapi wako tayari kumpinga leo na aondoke kwenye mipaka ya maisha yao? Leo juu sema ataondoka, atake asitake, akubali asikubali.
Piga sauti, sema lazima ataondoka. Lazima ataondoka. Kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Nazareti, Mungu mkuu na nuru halisi. Kwa hiyo kazi mojawapo ambayo leo Roho Mtakatifu ataifanya ni kuzifufua roho zilizotubu na kunyenyekea. Amina. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi. Yes. Na huwapa neema wanyenyekevu. Amina. Uko tayari kunyenyekea ili ufufuliwe leo? Nipo tayari leo. Sema amen ili uweze kubarikiwa. Amina. Ongeza amina nyingine ili Yesu apate kukubariki. Amen. Ni muhimu sana ukafahamu kwamba kufunuliwa uchawi walionao maadui zako, watesi wako, na watabishaji wa maisha yako, lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Amina. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 7 na wa 9, naomba tusome. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 7, ninasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Ndio. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kulisikia neno la Mungu. Ndio. Lakini yule Elima, yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake. Ndiyo tafsiri ya jina lake. Akashindana nao. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Ndio. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu. Hebu sema akijaa Roho Mtakatifu. Akijaa Roho Mtakatifu. Akamkazia macho. Akasema, ewe mwenye kujaa ila na uovu wote. Mwana wa ibilisi. Adui wa haki yote. Ni adui wa haki yote. Uachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Uachi kuipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Mstari wa 11. Ndio. Basi angalia. Mkono wa Bwana u juu yako. Nawe utakuwa kipofu. Kuanzia sasa utakuwa kipofu. Usilione jua kwa muda. Na hautaliona jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia. Na giza. Akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono. Akawa akitafuta wa kumshika mkono na kumuongoza ili apate kumuongoza. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Mtu huyu alikuwa ni mchawi. Amen. Sema amen ya radi. Amina. Amekuwa akizoea kuchezea watumishi wa Mungu. Ndio. Amekuwa akizoea kuchezea madhabahu. Amekuwa akizoea kuchezea ibada. Na amekuwa akizoea kuchezea viongozi wa kitaifa. Ndio. Na moja wa viongozi hao ni liwali huyu hapo, ambaye aliwaita Barnaba na Sauli, ambaye ndiye Paulo, ili apate kusikia neno la Mungu kutoka kwao. Amina. Sema amen ya radi. Amen. Mchawi huyu naye akakaribia pale hapo, anajifanya kama na yeye ni moja wa jumuiya ya ibada hapo, na kwamba amekuja apate ukombozi, apate ufungulivu na alisikie neno la Mungu. Kumbe ana agenda za kishetani. Akiwa katikati ya agenda zake za kichawi. Na Sauli wakati anapoendelea na injili, ndio anaona yule liwali kiongozi anasinzia. Anakuwa ni mtu ambaye mzito wa kusikia neno la Mungu. Alipokuwa amejazwa Roho Mtakatifu, maandiko yanasema akamkazia macho yule mchawi. Akamwambia, ewe mchawi, adui wa haki yote, mwana wa ibilisi. Waliompokea Yesu Kristo wamezaliwa mara ya pili, wamepokea sifa ya kuwa wana wa Mungu. Amina. Na wale wenye roho za kichawi ni wana wa ibilisi. Amen. Waganga, ndio, washirikina, watenda mabaya, na waovu wote ni wana wa nani hao? Wa ibilisi hao. Wachawi ni wana wa nani hao? Wa shetani hao.
wana wa ibilisi na kazi yao ni kuzipotosha njia za Bwana zilizonyoka. Kabisa kabisa. Ninaamuru kila mchawi aliyetumwa kupotosha njia za Bwana zilizonyoka leo akutane na kiboko yake. Kiboko yake ni Roho Mtakatifu. Na leo umebahatika kuwa miongoni mwa wale watakaobatizwa kwa Roho Mtakatifu. Wachawi watafyata mkia kwenye ukoo wenu na kwenye familia yenu. Unaogopa wachawi kwa sababu hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bado ukibatizwa kwa Roho Mtakatifu, ukajazwa Roho Mtakatifu, mchawi ambui dafu, macho yanafunguka, unamuona, unamjua, unamtambua na kupambana naye uso kwa uso bila uoga, na kila utakachokitamka kinamkuta saa hiyo hiyo. Sema amen ili uweze kubarikiwa sasa. Nasema pasuka, sema amina ya kutosha, ili uweze kuinuliwa sasa. Amen. Gezana makofi mazuri kwa Yesu Kristo. Ujazo wa Roho Mtakatifu una mamlaka. Ujazo wa Roho Mtakatifu una nguvu. Ujazo wa Roho Mtakatifu una macho ya kuwatambua wachawi na washirikina. Ujazo wa Roho Mtakatifu una macho ya kuwatambua walio kinyume chako. Kwa sababu kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kupambanua aina za roho. Kimwangalia mtu unasema hii sio roho ya Mungu, hii lazima ni roho ya kishetani. Hii ni roho ya kuzimu. Tuwangoe tusiwangoe. Una bahati sana leo kupokea ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Utakunyooshea mapito yako na njia za Bwana zilizonyooka kwenye maisha yako. Hakuna mchawi atazipotosha tena. Njia za kiuchumi, njia za karama, njia za vipawa, njia za huduma, njia za hatima yako, njia za biashara yako. Nasema hivi, yeyote mwenye kuzipotosha leo moto utamwakia na kitamkuta kitu leo. Tangazo shangwe, hapana, piga. Apigwe ama acha hivyo hivyo. Apigwe. Narudia tena, wapigwe ama waache hivyo hivyo. Wapigwe. Kama utakuwa na jeuri juu ya wachawi na waganga na washirikina, uwe umebatizwa na Roho Mtakatifu. Kama utakuwa na jeuri dhidi ya watesi na wataabishaji wa maisha yako, uwe umezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Wana hasara. Amen. Nasema watapata hasara. Wapate. Paulo mtume wa Yesu Kristo anapambana na mchawi uso kwa uso. Amen. Anamwambia kwa kuwa umeamua kuharibu kazi za Mungu, leo utakuwa kipofu. Hutaliona jua. Maandiko anasema saa ile kiwi ikamwangukia ghafla, akaanza kutembea na papasa, haoni tena njia, akitafuta mtu wa kumuongoza. Manake hata shetani mwenyewe amekaa pembeni. Usicheze na mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Ataomba sapoti kwa mashetani. Shetani mwenyewe anakaa pembeni akitafuta mtu wa kumuongoza. Anapapasa haoni. Sema amina ya rad. Amina. Ameshughulikiwa na mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa kama alimtamkia tu kipofu macho ya kafa, hivi angemwambia unakufa, unakata moto, atabaki? Atabaki. Ninaona kizazi cha makuhani hapa kitakachonyanyasa wachawi katika zamu yao. Ukitaka wakate moto, watakata.
Ukitaka wawe vilema watakuwa vilema. Ukitaka wawe vipofu watapokea upofu. Ukitaka wakate moto watakata moto. Ukitaka wajisalimishe watajisalimisha. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ili wanyoshe wachawi katika zamu yako. Amina ndogo haikusaidii, haikusaidii. Amina. Pasuka, piga amina ambayo itakuletea baraka juu yako. Amen. Sema amina ya radi. Amina. Na uchawi ni uasi. Oh yes. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Ni uasi. Yes. Isaya sura ya 63 na mstari wake wa 10, naomba tusome, na Marko 13 na mstari wa 11. Kitabu cha Isaya sura ya 63 na mstari wake wa 10, ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio. Lakini wakaasi. Ndio. Wakamhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo akawageukia. Akawageukia. Akawa adui. Akawa adui. Akapigana nao. Alafu akapigana nao. Uasi ni roho ya uchawi. Yes. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina sana. Na uasi ni kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina sana. Watu wengi sana shetani ameshawaingiza katika kifungu hiki kabisa cha watu wa kuasi. Ndio. Unapomwasi Mwenyezi Mungu, amen, kinachotokea kwenye maisha yako sio kizuri. Tusome Marko. Kitabu cha Marko sura 13 mstari wa 11, nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Na watakapo wachukua ninyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayosema. Lakini lolote mtakalopewa saa ile, lisemeni. Kwa maana si ninyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Bali ni Roho Mtakatifu. Uasi. Yes. Kuna kumwasi Mungu, kuna kuasi madhabahu, kuna kumwasi kiongozi ama baba yako wa kiroho. Oh yes. Sema amen ya radi. Amina. Etika tena amina nyingine upate kubariki. Amina. Lakini hapa tunaambiwa uasi ni roho ya uchawi. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Roho ya uchawi kwa namna gani? Yes. Manake unapomwasi Mwenyezi Mungu, sawa, ni moyo wako umeshalogwa. Ndio. Mtu yoyote ambaye anawaza kuasi, anafikiria kuasi, ndio, iwe ni jeshi, iwe ni taifa, iwe ni kanisa, oh yes, iwe ni madhabahu, iwe ni Mungu, ndio, lazima uwe umelogwa. Moyo wako unabadilishwa. Yes. Unapewa moyo wa mnyama. Unakupewa moyo wa usaliti. Yes. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi, sawa, kwamba mnapoanza kazi ya utumishi, amen, wapo watu wengi watakao waasi. Wapo. Na watakapokuwa wanawaasi, msifikirie namna ya kukabiliana nao. Ndio. Kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe, sawa, ndiye atakayeshuka na kuwapa hekima ya namna ya kupambana na uasi wao. Amina. Yes. Namna ya kusambaratisha uasi wao. Oh yes. Namna ya kujenga walipobomoa. Yes. Namna ya kutengeneza walipoharibu. Ndio. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Na mtu yoyote asikudanganye. Sawa. Sema amina ya radi. Amina. Kila kiongozi wa kiroho, ambaye alipewa maono na Mungu. Amina. Sema amina ya radi. Amen. Alipewa na aina ya roho yake. Na hiyo roho yake aliambukiza wasaidizi wake. Yes. Ile roho ni sehemu tu ya roho yako. Amina. Mungu anaigawa, anaiweka kule. Yes. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, sawa, aliwavuvia akawagawia sehemu ya roho aliyokuwa nayo. Amina. Fatana Yohana sura 20 na mstari wa 22. Anasema akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Amina. Manake ni sehemu ya ile roho yake. Aliwagawia wanafunzi wake. Amina. Kwa hiyo ukitoka kwenye wingu la Yesu, sawa,
ambaye yeye ni sehemu ya roho yake imewekwa ndani yako. Amen. Ukamwasi, manake ile nguvu ya Yesu haiwezi kuendelea. Haiwezi. Wala ile roho yake huwezi kuenda nayo. Ndio. Inamrudia yeye mwenyewe. Kabisa kabisa kabisa. Kwa sababu mwenye maono ndio huyo aliyepewa. Amen. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Ongeza amina tena nyingine uweze kubarikiwa. Amen. Watu wengi wanaasi kwa sababu ya kiburi. Mungu huwachukia wenye kiburi. Yes. Na kuwapa neema. Amen. Wanyenyekevu. Amina. Anasema ninawapinga. Yes. Yesu alipowavuvia wanafunzi wake roho. Amen. Shetani alimuingia Yuda Iskariot. Yuda akamwasi Yesu. Yes. Alafu akaondoka. Alivyoondoka, sawa, kilichofuata ni kujiua. Yes. Kwa sababu hakuwa tena na sehemu ya ile roho. Amen. Ile roho ya Yesu ilimrudia Yesu mwenyewe. Ndio. Roho ya shetani ikamsukuma kwenda kujinyonga. Amen. Na ndio maana lazima ufahamu. Sawa. Kati ya vita ambayo ulionao na shetani ni kukuondoa mahali sahihi, yes, na kukupeleka mahali ambapo sio sahihi. Hapo hapo. Alianza nayo na Adamu. Mungu amemweka Edeni. Yes. Lakini amemfanya naye vita paka akaondolewa Edeni. Ndio. Akaanza kula kwa jasho. Yes. Na akaanza kumiiba na michongoma kumzalia. Amina. Lakini Mungu alimweka pazuri. Ndio. Ye mwenyewe tu Kabisa. kwa kukubaliana na maneno ya Ibilisi. Ndio. Na Mungu akatoa roho yake ndani yake. Yes. Akajikuta yuko uchi. Na uchi siku zote ni aibu. Aibu. Hatima mbaya. Yes. Au matokeo mabaya. Kabisa kabisa. Au mwisho wa aibu. Ni kweli kabisa. Ndio maana mimi, kama Yesu amekuleta hapa, sawa, na umevutiwa na maono alionipa, amen, na kunataka kuungana na maono Yesu alionipa, amen, sharti ujifunze kutoka kwangu. Amina. Kwa sababu mimi ndio ninafahamu masharti ya Roho Mtakatifu. Ndio. Na namna ya kuishi naye. Amina. Ili asiniache. Sasa uzoefu nilionao, sawa, ndio ninaotakiwa nikupe. Ndio. Na Mungu anataka unyenyekevu. Amina. Watu wanakuwa na kiburi. Akishaanza kujua kuomba, wewe, hata kukemea pepo, ama kuongoza maombi au kuhubiri, naye asema mimi na mimi ni kuhani. Ukishaondoka kwenye kimvuli cha kwangu, yes, ile roho inanirudia. Yes. Yes. Unaondoka ukiwa kopo tupu. Yes. Na unaenda kutumikia mazoea. Amina. Lakini roho wa Mungu hauna. Haupo. Kwa sababu roho Yesu alionipa katika zamu yangu, sawa, ndiye anayegawa na wagawia. Amen. Yes. Shetani ameshindwa kwa jina la Yesu. Na maandiko yanasema roho ya nabii huwa inamtii nabii. Amina. Manake ukiwa umegawiwa sehemu ya roho yangu, sawa, hauwezi kufanya fujo. Huwezi kufanya vitu tofauti na vile mimi ninavifanya. Kabisa kabisa. Sharti kila kitu unifanane na mimi. Kwa sababu ni roho ile ile imegawiwa kwako. Ndio. Ukishaanza kuzungumza kinyume, yes, ukaanza kufanya kuwa na kiburi, manake tayari uasi umekuingia. Tayari. Na hakuna madhabahu hatari kama madhabahu ya ngome ya Yesu. Ngomeni. Hii madhabahu hapa. Yes. Madhabahu hii nilionayo, sawa, ndio madhabahu roho wa Mungu anashuka. Amen. Madhabahu hii inayofuata, yes, ni madhabahu ya kujisalimisha kwa wachawi, waganga na washirikina. Amina. Upinzani ulio hapa ni mzito. Kabisa kabisa kabisa. Wakikuona unaimba au unahudumu, wanaanza kukufuata. Hapo. We na we ni nani?
Hebu tukupime kama una kiwango. Tukupime kama una nguvu. Hapo. Kama hauko pamoja na kuhani na ile roho ya kuhani iko kwako, ndio manake wanakupiga. Ni kweli. Wanakupiga kabisa. Ndio maana sharti uwe mnyenyekevu. Amina. Hata ukihubiri, hata ukiimba, yes. Hata ukiomba, mapepo yakatikisika. Ndio. Usipokuwa na unyenyekevu, ukaota mabega, ukawa na kiburi, yes. Umekwisha. Asante Baba. Kwa sababu Mungu anawapinga wenye kiburi, ndio, na kuwapa neema na kuwainua wanyenyekevu. Amen. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Amina. Naye atawakweza kwa wakati wake. Amina. Usilewe na sifa za watu. Unahubiri vizuri sana. Pale bila wewe hakuna kinachofanyika, ni uongo. Mimi Yesu wangu, amina, ninatembea naye. Amina. Hategemei mtu. Kabisa. Ukileta kiburi anakuacha, ananyanyua mwingine. Wewe. Ukileta kiburi amekupa kipawa. Ndio. Unasikia kiburi kuhudumia watu. Na hiyo ndio shida iliyoko sasa hivi. Hapo. Watu wanatumia utumishi kama cheo. Hawataki kukaribia watu. Ni kweli. Hawataki kuombea watu. Yes. Hawataki kusikiliza watu. Yes. Ama wakifuata wanafuata wenye hela. Hapo. Ama wenye cheo. Wewe. Watu wasio na pesa wanatazamwa kama kinyesi. Hiyo sio roho yangu Mungu alionipa. Sio. Mimi Yesu amenitoa jalalani. Ndio. Na ndio maana amenipa kazi ya kutokudharau mtu yoyote. Amina. Unyenyekevu nilio nao sio kwa sababu ni kitu nimezaliwa nacho. Hapana. Ni Mungu amenipa ili niweze kuwahudumia watu. Amina. Na kuwafikia. Yes. Kiburi hakitawafikisha popote. Kabisa. Dharau hazitawafikisha popote. Kuonea watu vinyaa. Mtu ana kidonda, unaogopa, unamruka kumwombea. Hapo. Hata kama ananuka. Ndio. Wewe mwenyewe ni maiti inayotembea, muda wowote unaweza ukakumbwa na chochote. Kabisa. Usidharau watu. Amen. Yes. Na siku zote macho yako yakianza kuangalia mifuko ya watu wenye pesa. Yes. Umejilipa mwenyewe na Mungu hawezi kukulipa. Kabisa. Wale ambao hawana chochote ndio watu ambao Mungu anatembea nao. Hapo. Asema nilikuja na njaa, hamkunilisha. Yes. Nilikuja nikiwa utupu, hamkunivika. Yes. Nilikuwa naumwa, hamkunitazama. Asema Bwana, ni wapi tulikuona na tusikusaidie? Wapi? Anasema kadiri ambavyo mlishindwa kuwafanyia moja wa wadogo hao, ndio vile mlivyoshindwa kunifanyia mimi. Kumbe. Anayeleta waumini hapa sawa ni Yesu. Amina. Wanaitika wito wake. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, nami nitawapumzisha. Amen. Sasa wale tulioandaliwa sawa ili kuwahudumia, tukianza kuwabagua, yes, manake tunafarakana na Mungu. Kabisa. Mungu, wale watu ambao wana pesa, yes, au vyeo, wana viburi. Lakini watu ambao wamepoteza pesa, yes, kazi, wamepoteza, wana shida kabisa, ni watu ambao wanatembea na Mungu, wameshuka, wamenyenyekea, na uwepo wa Mungu ndio unawafuta watu wa namna hiyo. Amina.
Wale wanaokuja na kiburi kwa sababu wana pesa na utajiri na vyeo. Yes. Hao watu Mungu anakaa nao pembeni. Ndio. Wale ambao wanakuja wanyonge. Yes. Ambao wamenyepondeka, wamenyenyekea. Wakiomba wanaomba kweli. Yes. Wakifunga wanafunga kweli. Wakitubu wanatubu kweli. Yes. Akija kwenye ibada amekuja kwa unyenyekevu kweli. Amina. Manake ni mtu ambaye uwepo wa Mungu uko karibu naye. Yes. Kuliko mtu mwingine yoyote. Amina. Wewe unachotakiwa kukifanya ni kumpokea kwa moyo wa upendo. Amina.